Habari ya muda huu, nikukaribishe katika kipindi chetu pendwa leo, ambapo tutaenda kujifunza baadhi ya dalili ambazo wadada, wamama na mabinti huwa wanazipitia kabla ya kuingia katika mzunguko wao wa hedhi wa kawaida wa kila mwezi. Dalili hizi huwa tunaziita premenstrual syndrome. Ni mkusanyiko wa dalili mbalimbali ambazo wanawake wanakuwa wanazipata au wanazipitia kabla ya kuingia katika mizunguko yao ya hedhi ya kawaida. Wadada wengi, wanawake pamoja na mabinti wadogo, huwa wanapitia kipindi kigumu kabla ya kuingia katika hedhi zao. Wanakosa raha, wanakuwa wanapitia kipindi cha msongo wa mawazo kwa sababu ya mabadiliko ambayo sio ya kawaida, wasio yatarajia, yanayotokea katika miili yao. Na mabadiliko haya huwa yanatokea siku 7 mpaka siku 14 kabla ya mwanamke kuingia katika siku zake za hedhi. Yanakuwa yanawanyima raha, yanawakosesha amani, wanawake wanakosa kujiamini kwa sababu ya hivi vitu ambavyo wanavipitia. Sasa magonjwa haya au dalili hizi tunaziita ni premenstrual syndrome. Ni dalili, mkusanyiko wa dalili ambazo zinahusisha hali za kifizikia ya mwili, lakini pia kiakili. Mwanamke anakuwa ameathirika, anakuwa hana raha kwa sababu ya hizi dalili ambazo kwake yeye anakuwa anaziona si za kawaida zinamtokea. Sasa hizi premenstrual syndrome huwa inatokea sana kwa mabinti ambao wana umri kwenye miaka ya 20, lakini pia miaka ya mwanzoni kabisa kwenye 40, 41, 42, 43 hapo. Lakini pia mabinti ambao wana miaka kuanzia 20 na kwenda mpaka 25, wa hali hii inawatokea sana. Sasa kipi kinasababisha wanawake wao wanapitia hali hii? Sababu ambazo zinasababisha huwa hazipo direct, sio sababu za moja kwa moja, isipokuwa tu inasadikika kutokana na mabadiliko ya hormones, ndo huwa inapelekea wanawake wanakuwa wanapitia hizi hali ambazo zinakuwa zinawanyima raha na kuwakosesha amani. Kwa hivyo kutokana na kuongezeka kwa kuzalishwa kwa homoni ya estrogen, wakati mwingine progesterone, kwa hivyo inasababisha mabadiliko tofauti tofauti katika miili yao. Lakini pia inasadikika baadhi ya mitindo ya kimaisha, sababu za kimazingira, lakini pia sababu za vinasaba inasadikika pia ni miongoni mwa sababu ambazo zinapelekea wanawake wanakuwa wanapata hali hii ya premenstrual syndrome, na inatokea takriban kwa 70 mpaka 75 kwa wanawake wote. Sasa wanawake, kipi kinawapelekea wapitie hali hii ya kuona dalili tofauti wanapokaribia kuingia katika hedhi zao? Miongoni mwa sababu hatarishi, sio wote wakiwa nazo wanapata hii premenstrual syndrome, lakini kuna historia ya kuwa na msongo wa mawazo. Mtoto wa kike au mwanamke kidogo tu kitu kinamstress, kinampa msongo wa mawazo. Kwa hivyo katika zile wiki 2 kabla ya kuingia katika hedhi zake, inaweza ikawa ndo sababu ya yeye kuingia katika hii premenstrual syndrome. Lakini kuna wengine ambao wanakuwa na historia kupitia hali ya sonona, kwa maana depression, inaweka pia katika uhatari. Utumiaji wa vyakula, kwa mfano vyakula ambavyo vina chumvi nyingi, caffeine pamoja na caffeine, inaweka pia katika uhatari. Lakini pia utumiaji wa pombe, wakati mwingine matumizi ya sigara, inaweka pia katika uhatari. Lakini hii pia nayo ipo katika historia za kifamilia, kama kwenye familia mama au wakati mwingine first degree relative, kwa mfano kama dada akiwa anapitia hizi hali, kwa hiyo hata mdogo ambaye atakayezaliwa pia anaweza akapitia hali hizi za premenstrual syndrome. Lakini pia mtindo wa maisha wa kukaa muda mrefu, tunaita sedentary lifestyle. Muda mwingi wale antisocial, muda mwingi anapenda kukaa mwenyewe, inaweza pia kumweka katika uhatari wa kuwa anapata hizi premenstrual syndromes. Hizi ni miongoni mwa dalili au tabia hatarishi ambazo mwanamke akiwa nazo katika zile wiki 2 kabla ya kuingia katika siku zake, anaweza kaanza kupitia shida hizi za premenstrual syndrome. Sasa mwanamke atapitia symptoms gani au ni saini gani ambazo anazipata sasa mpaka zinamnyima raha, zinamkosesha amani, anakuwa anakosa hali ya kujiamini? Cha kwanza, wanawake wao wanapata maumivu ya maziwa. Maziwa yanakuwa yanawauma sana. Anashangaa tu mwanamke maziwa yanamuuma, hadi sababu ni nini? Kumbe ni hii premenstrual syndrome. Lakini maumivu ya kichwa ni dalili nyingine pia. Wanawake pia wanapata maumivu ya misuli, maumivu ya joint zinakuwa zinauma sana. Lakini si hivyo tu, dalili nyingine ni pamoja na mwanamke kupoteza hamu ya kula, kukosa kulala,
kupoteza hali ya kujiamini. Kama ni mwanafunzi, huwa wanakuwa na impaired concentration, hawana uwezo wa kupay attention kwa mwalimu, kuelewa. Na mara nyingi hizi hali huwa zinawaathiri zaidi wale wanawake ambao huwa wanapata dysmenorrhea, wanapata maumivu makali ya hedhi, kwa sababu anakuwa tayari akilini mwake anaelewa baada ya hizi dalili anazozipitia sasa hivi za maziwa kuuma, kichwa, kukosa usingizi, ni maandalizi yeye kuingia kwenye hedhi. So kwa sababu akiwa kwenye hedhi wanapata maumivu makali, kwa hiyo akiwa katika kipindi hiki cha premenstrual syndrome huwa hawezi kuelewa kabisa kutokana na ile hali inayoendelea katika mwili wake. So wanawake pia huwa muda mwingi wanakuwa wamechoka, wanapungua uzito kwa sababu wanakuwa wanapoteza hamu ya kula, hivyo wengine wanakuwa wanashindwa kula kabisa. Sasa hali kama hii niwaambie tu kwamba ni hali ambayo si ya kawaida, lakini pia si hali ya kuogopa kusema kwamba inaweza kukupelekea ukapata ugonjwa mkubwa kupita kiasi. Hapana, isipokuwa tu ni hali ambayo wewe inabidi upate elimu kuhusiana na hizi dalili ambazo mwanamke unaweza ukazipata siku chache au kichache kabla ya kuingia katika hedhi zako. Lakini kama itatokea hali hizi zikawa zinazidi kupita kiasi cha kwamba zikawa zinaingilia mpaka utendaji kazi wa shughuli zako za kila siku, kwa maana kwamba ukawa unapitia hali mbaya zaidi kiasi ambacho huwezi kufanya shughuli zako za kila siku, so tunasema kwamba hii syndrome inakuwa imefikia katika severe form ambayo huwa inaitwa ni premenstrual distress disorder. So katika hali hii ndo hapo huwa tunahitaji mtu aweze kupata ushauri, lakini pia aweze kupata matibabu, kwa sababu katika hali hii wanawake wengi sana huwa wanaangukia katika janga la sonona na wanakuwa muda mwingi sana wapo katika uhatari wa kupata hata matatizo ya afya ya akili. So mwanamke ukishaona una dalili hizi na ni endelevu continuous, umeshindwa kuzitolerate, inabidi kuna vitu uvirekebishe katika mtindo wako wa kimaisha mwanzo, lakini pia lazima upate ushauri wa kitaalamu na uhudhurie katika mahospitali kwa ajili ya kuweza kupata tiba kama ikihitajika. Mara nyingi tiba ya dalili hizi huwa zinahitajia elimu cha kwanza, lakini pia kubadilisha mtindo wa maisha, hali ya kuishi maisha ya kawaida, kufanya mazoezi kidogo, kuhakikisha sehemu unaolala ni safi, kushirikiana na watu na kuhakikisha kwamba haujihusishi na vilevi vya aina yoyote, uvutaji wa sigara haujihusishi navyo, lakini pia vyakula ambavyo vina mafuta mengi, chumvi, unaviepuka ili kuhakikisha kwamba hauna hali yoyote ile hatarishi ambayo itakufanya uanguke katika syndrome hii ya premenstrual syndrome. Lakini kama itakuwa sasa una hali hizi zinakudhoofisha sana, zinasababisha maumivu yanakuwa makali sana, unaweza ukahitajia matibabu. Unaweza ukahitajia dawa kwa ajili ya kupunguza maumivu, sasa maumivu ya misuli, maumivu ya joint, lakini pia maumivu ya kichwa. Kama unapitia hali mbaya zaidi ya kuwa na mfululizo wa kutokupata hamu ya kula, wakati mwingine inapelekea kichefuchefu na kutapika, hata kushindwa kula kabisa, unaweza pia ukahitajia dawa kwa ajili ya kuzuia kuongeza hamu ya kula na kuzuia kutapika, ili uweze kula, usiweze kupungua uzito. Lakini si hivyo tu, kama utakuwa na hali ya mzongo mkali zaidi wa mawazo, kipitia hali ya sonona, unaweza ukahitajia dawa ambazo ni antidepressants kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unaishi katika maisha ambayo ni ya kawaida na ni ya raha na amani. Kwa hivyo wito wangu kwa wadada wa mama ambao wanapitia hali hizi, wasiogope wala wasione kwamba ni hali za ajabu labda. Hapana, isipokuwa ni dalili ambazo huwa zinajitokeza siku 7 mpaka siku 14 kabla ya kuingia katika hedhi zao za kila mwezi, na huwa zina interfere of course katika maisha ya kila siku, lakini ni hali ambazo zinatibika kwa namna kubwa mbili. Cha kwanza ni kuhakikisha unaishi maisha ambayo ni very modified, maisha mazuri, lakini pia kunaweza kuhitajika matibabu ya dawa. So nashukuru kunisikiliza, karibu katika vipindi vijavyo.